Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia hii leo. Shanghai yajenga mustakabali wa AI kwa hazina kubwa ya wataalam na vituo vya ubunifu. Uwekezaji wa China wachangia katika maendeleo ya miundombinu ya UAE. Mpango wa kuinua vijijini wa China unabadilisha maisha ya wakazi wa vijijini. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwish. Shanghai inaendelea kujidhihirisha kama kitovu kikuu cha kimataifa cha uvumbuzi katika teknolojia ya akili bandia AI. Jiji hili sasa lina hazina ya wataalamu wa AI takriban 300,000, sawa na karibu theluthi moja ya wataalamu wote nchini China. Simi Wanjala anaarifu zaidi. Mfano halisi wa kasi ya ubunifu wa jiji hilo ni Shanghai Foundation Model Innovation Center SMC, kituo cha kukuza mifano mikubwa ya AI ambacho kinahifadhi zaidi ya makampuni 100 katika wilaya ya Shushui. Miongoni mwa kampuni hizo ni Cool AI, inayolenga kubadili mifano mikubwa ya AI kuwa wasaidizi wa wafanyakazi wa ofisini katika biashara za kawaida, ili kurahisisha na kuharakisha matumizi ya AI katika sekta mbalimbali. SMC pia inafanya kazi kama mfumo kamili wa ekolojia ya viwanda, ambapo kampuni zinashirikiana rasilimali muhimu kama usanifu wa chipu, algorithi za modeli, hazina ya data na matumizi ya viwandani. Kwa kuwa rasilimali zote zipo ndani ya kituo, startups hupunguza muda wa utafiti na ujibu haraka mahitaji ya sokoni. Kampuni nyingi ndani ya SMC kwa sasa zinaongeza haraka uwepo wao nchini China na pia zinapata kutambuliwa kimataifa. Kwa kutumia nguvu yake katika elimu, sayansi, teknolojia na rasilimali watu, Shanghai inajijenga kuwa injini ya uvumbuzi wa kisayansi na utengenezaji wa kisasa nchini China na kiongozi wa kimataifa katika masuala ya ubunifu. China sasa inahitimu idadi kubwa zaidi ya wahandisi duniani, karibu nusu ya wahandisi wote duniani. Hili linatupa faida kubwa. Ndani ya umbali wa kilomita 100 kutoka Shanghai, unaweza kupata mnyororo wa usambazaji unaoweza kuhudumia mahitaji mbalimbali ya roboti. Watengenezaji wa China sasa wanaongoza katika soko la kimataifa. Mpango wa China wa kuinua maisha ya vijijini umebadilisha vijiji kote nchini, huku vingi vikipata muonekano mpya kutokana na maendeleo makubwa yaliyofanikishwa kwa miaka. Jacob Mogoa na maelezo zaidi. Nchi ya China imefanikiwa kuinua karibu watu milioni 100 kutoka kwenye umaskini wa kupindukia. Baada ya miaka 5, serikali ya China imezindua sera mbalimbali ili kudumisha mafanikio haya ya kihistoria na kuendeleza jitihada za kuinua maisha ya vijijini. Serikali ya China imewekeza sana katika maeneo yaliyopewa umaskini, hasa katika mikoa ya Yunnan, Guizhou na Sichuan, kuboresha miundombinu ya usafirishaji, huduma za jamii kwa maji safi, elimu, afya ya umma pamoja na kuimarisha ulinzi wa mazingira. Mazingira karibu na makazi yetu yameboreshwa sana. Sasa zaidi ya ndege 1,100 wanakuja kuzunguka ziwa la Kaohai kila mwaka kwa ajili ya kuhamia msituni. Angalia, hata mimi nimeinunua kamera kuchukua picha za ndege kila wakati. Viwango vyetu vya maisha vinaendelea kuongezeka. Yang Dongwan, mkurugenzi wa idara ya kukuza maendeleo ya vijijini katika Wizara ya Kilimo na masuala ya vijijini, anasema serikali imeunda mfumo kamili wa maendeleo ya vijijini. Wakati wa mpango wa maendeleo wa miaka 5 wa 14 2021-2025 tumeanzisha na kuboresha mifumo ya maendeleo ya vijijini, kuimarisha usimamizi wa orodha za miradi na hifadhi ya miradi na kufanya maendeleo makubwa yenye matokeo ya kushangaza. Tumeanza kwa mafanikio katika kujenga vijiji vinavyokaa vizuri, vinavyokaribisha biashara, vinavyoshirikisha jamii na vizuri kimazingira. Mnamo Oktoba, kamati kuu ya chama cha kikomunisti cha China CPC ilikusanyika na kuidhinisha mpango wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa miaka 5 ijayo. Waraka huo unasisitiza uharakishaji wa kilimo cha kisasa na maendeleo ya vijijini na kuchukua hatua madhubuti kukuza mpango wa kuinua maisha ya vijijini.
Pia unasema sera zinazolenga kuimarisha kilimo, kusaidia wakulima na kuinua hali ya vijijini zinapaswa kuzaa matokeo makubwa zaidi. Yan alisema katika siku za usoni China itaendelea kufanya juhudi za kuboresha ubora na ufanisi wa maendeleo ya vijijini na kufanikisha maendeleo thabiti katika kuinua maisha ya vijijini. Roboti zilizotengenezwa nchini China kwa ajili ya kazi za matengenezo ya mijini zimeonyesha uwezo wao wa hali ya juu katika maonyesho ya roboti za huduma za jamii ya jiji la Shenzhen siku ya Jumamosi. Tukio hilo ambalo ni sehemu ya mkutano wa roboti walezi, ugawaji akili kwa mustakabali ulioandaliwa na China Media Group CMG, lilijumuisha maonyesho ya mashindano pamoja na teknolojia na mafanikio mapya. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Sehemu ya mashindano ilijaribu uwezo wa kiutendaji wa roboti za usafi katika mazingira mbalimbali. Baadhi ziliweza kupanda miteremko mikali kwa uthabiti, huku nyingine zikijikunja karibu kabisa na ardhi na kukusanya kwa usahihi majani na taka zilizotawanyika. Mashindano hayo yalivutia zaidi ya makampuni 40 ya roboti za usafi kutoka sehemu mbalimbali nchini China, yakishindana katika vikao 115. Tukio hilo liliiga zaidi ya mazingira halisi 40 yanayoakisi shughuli za kila siku za mijini na kuanzisha alama 88 maalum za tathmini ili kupima kwa kina uwezo wa kiutendaji wa roboti hizo. Mashindano mengine kama hayo yatafanyika katika vituo vya matawi katika miji ya Qingdao na Suzhou mashariki mwa China ili kuonyesha kikamilifu mafanikio ya ubunifu na matumizi ya roboti katika sekta hiyo. Tukio hilo pia liliunganisha studio, jamii na mazingira ya makampuni na kutoa fursa kwa wageni kupata uzoefu wa moja kwa moja wa mafanikio ya teknolojia ya usafi inayotumia akili bandia, hivyo kuharakisha teknolojia za kisasa na kukuza matumizi makubwa ya AI katika sekta ya usafi. Kwa sasa, wilaya ya Longgang ya Shenzhen ambayo ilikuwa mwenyeji wa tukio hilo inafungua milango yake kuvutia makampuni ya mnyororo wa viwanda wa juu na wa chini na kujenga ekosistimu kamili ya viwanda kuanzia vipengele vya msingi hadi matumizi ya mwisho, ambayo kwa sasa imeunganisha zaidi ya makampuni 300 ya ndani ya AI na roboti. Miji ikiwemo Beijing, Guangzhou, Shenzhen, Wuxi na Suzhou pia imeanzisha sera maalum za kuunga mkono ukuaji wa haraka wa sekta ya roboti za usafi. Makadirio ya hivi karibuni yanaonyesha kuwa uwezo wa soko la huduma za usafi wa akili nchini China unazidi yuan bilioni 100, takriban dola za Marekani bilioni 14.1. Maafisa wakuu wa serikali, wataalamu wa kimataifa na wasomi walikusanyika Shanghai weekend iliyopita katika jukwaa la 9 la kimataifa kuhusu mpango wa ukanda mmoja na njia moja pamoja na utawala wa kimataifa. Maafisa hao wametoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa kijani na kidijitali miongoni mwa mataifa. Tom Wanjala na maelezo zaidi. Jukwaa hilo la siku mbili lililoandaliwa kwa ushirikiano kati ya chuo kikuu cha Fudan na chama cha watafiti wa Silk Road lilijikita katika changamoto na maendeleo ya mpango wa maendeleo wa China. Majadiliano yalikuwa kuhusu mada mbalimbali ikiwemo maendeleo ya kijani, uchumi wa kidijitali, AI na utawala wa kimataifa. Ratiba hiyo pia ilijumuisha kikao cha wajasiriamali na mijadala ya meza ya pande zote kuhusu ushirikiano wa Global South na sheria za kimataifa. We need more green investment in railroads and in solar and wind and hydropower, so we need more of the same. We also need a shift, and that's the shift to the digital economy. Most developing nations are very poor on artificial intelligence. China can help them build the digital infrastructure, but also the software for this, the understanding, the competence of the digital economy. China is now totally dominant in the green economics. 60% of everything green is happening in China. But then we also need to see the digital economy, and we want to see what President Xi says, small and beautiful projects like culture heritage and health, education, sports, all this. Katika muongo ujao ni muhimu sana kuimarisha uaminifu wa pande mbili na kufanya mpango wa ukanda mmoja na njia moja uendelee kuwa bora zaidi. Ni muhimu kuendelea kuifanya BRI ivutie, iendelee kuwa hai na yenye matumaini. Pili, ni lazima tuhakikishe kuwa BRI inaleta manufaa halisi kwa nchi wanachama na watu wao. Uwekezaji mpya wa China katika mji wa Ras Al Khaimah
unaimarisha maendeleo ya miundombinu ya Falme za Kiarabu UAE, huku kiwanda kipya cha saruji chenye teknolojia ya kisasa kikitarajiwa kuharakisha ujenzi endelevu na kusaidia malengo ya nchi ya hiyo ya nishati safi. Ronald Mutie anaripoti. Uwekezaji mkubwa mpya wa China katika mji wa Ras Al Khaimah, ambao ni mojawapo wa maeneo yanayokuwa kwa kasi zaidi ya viwanda katika Umoja wa Falme za Kiarabu yani UAE, unatarajiwa kuimarisha maendeleo ya miundombinu ya nchi hiyo na eneo la Mashariki ya Kati kwa jumla. Kampuni ya Jinhua Holdings Group kutoka China imeingia rasmi kwenye soko la Mashariki ya Kati kupitia uwekezaji wa dola milioni 32 za Marekani kwa ajili ya kujenga kiwanda cha kwanza cha bidhaa za saruji. Kiwanda hicho kitakuwa ndani ya eneo huru la Rak Maritime City, sehemu ya mkakati wa viwanda unaozingatia upanuzi mpya wa bandari unaojulikana kama SAC 2.0. China is dominating several supply chains related to clean energy solutions. Solar panels, wind turbines, pumped hydro storage, battery storage. Chinese firms can contribute by providing solutions for the clean energy goals of the UAE to address the growing demand for clean energy of the UAE and Ras Al Khaimah in particular. SAC 2.0 inatarajiwa kuongezea uwezo wa bandari hiyo na kuimarisha muunganisho wa kanda, huku maafisa wakisema kwamba ushiriki wa China unaimarisha nafasi ya Rak kama lango la kaskazini la biashara ya Ghuba. Seeing a lot of interest from Chinese companies. And I think at a time of increasing protectionism and trade barriers, Ras Al Khaimah and the UAE really offer an open and transparent and welcoming environment for Chinese businesses. We pride ourselves on making it easy to do business here. And we think that we can, through our location, offer Chinese businesses the opportunity to expand in a region that perhaps they haven't explored as much in the past. Guo Qiang, meneja mkuu wa operesheni za Jinhua Holdings katika Mashariki ya Kati, anasema kuwa muunganisho wa UAE, utulivu na kanuni zake na upatikanaji wa masoko ya eneo hili kunafanya kuwa chaguo la kimkakati kwa uwekezaji wa China katika Mashariki ya Kati. After more than 2 years of market research and comparison, we found that the UAE's political stability, large and transparent market, strong inclusiveness and innovation mindset, and globally leading business environment make it undoubtedly the first choice for Chinese enterprises expanding into the Middle East. With the UAE's commitment to achieving net zero emissions by 2050, the country is vigorously promoting industrialized construction systems and low-carbon, environmentally friendly green building materials. This creates substantial market demand and potential. Kuanzia upanuzi wa bandari hadi uundaji wa maeneo maalum ya viwanda endelevu, ushirikiano kati ya Rak na taasisi za China unaashiria mwelekeo mpya wa miundombinu ya teknolojia ya juu na yenye utoaji mdogo wa hewa ya ukaa, sambamba na malengo ya UAE ya kulinda mazingira. Miji mbalimbali nchini China imekuwa ikibadilisha maeneo madogo ya mijini kuwa bustani za utamaduni ambazo si tu sehemu za kupumzika bali pia alama hai za utamaduni. Katika miaka hivi karibuni, nchi hiyo imetumia ardhi isiyotumika ipasavyo kama maeneo yasiyo na shughuli na kona za mijini kuiunganisha na vipengele vya kiutamaduni ili kuleta uhai mpya mijini. Zakia Pong anatueleza zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Miji mbalimbali nchini China imekuwa ikibadilisha maeneo madogo ya mijini kuwa bustani za utamaduni ambazo sio tu zimekuwa ni sehemu za kupumzika bali pia zimekuwa alama za utamaduni zenye uhai. Katika miaka ya hivi karibuni, China imekuwa ikitumia ardhi isiyotumika ipasavyo kama maeneo yasiyokuwa na shughuli, maeneo ya kijani na kona za mijini kwa kuziunganisha na vipengele vya kiutamaduni. Kwa mujibu wa Wizara ya Nyumba na Maendeleo ya Mijini na Vijijini, maeneo mapya 3420 yalianza kujengwa nchini kote katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. Hadi kufikia mwishoni mwa mwezi Juni, idadi ya maeneo hayo madogo
ilikuwa imefikia zaidi ya 54,000 ikiwa ni pamoja na kilomita 1.42 za njia za kijani katika mji wa Ma'anshan mkoani Anhui, mashariki mwa China. Mmoja wa maeneo hayo madogo kuna ukuta mkubwa wa skrini ulioandaliwa kwa maandiko ya Kichina ya kale, hisia kuhusu maskani yangu nzuri, na mshairi maarufu Liu Yuxi wa enzi ya Tang. Wafanyakazi wa mipango katika mji wa Ma'anshan wanatumia mbinu ya bustani moja, hadithi moja, wakijumuisha mandhari maalum za kiutamaduni katika muundo wa bustani. Mwelekeo huu umeenea kote mkoani Anhui. Katika mji wa Chizhou, mamlaka zimekuwa zikijaribu kutoa majina kwa bustani ndogo zilizochaguliwa kutoka kwenye mashairi na fasihi za kale ili kuziwezesha kuwa na umuhimu wa kitamaduni. Katika mji wa Huangshan, maandiko ya mawe ya mtindo wa Huizhou, uchongaji wa matofali na matamshi ya lahaja ya eneo hilo yamejumuishwa katika miundo ya bustani ili kuzijaza rangi za eneo hilo. Miji ya China pia imekuwa ikipanua ufikiaji wa umma kwenye maeneo ya kijani. Wizara ya Makazi na Maendeleo ya Mijini na Vijijini imesema katika miezi 6 ya kwanza ya mwaka 2025, zaidi ya ekari 19,000 za maeneo yenye majani ziliwekwa wazi kwa umma, na meza zaidi ya 32,000 za mpira wa meza na vifaa vya mazoezi 2.3 vilikuwa vimewekwa kwenye bustani katika nchi nzima. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. 第3课，他是谁？ Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Leo tutajifunza jinsi ya kuandika herufi za Kichina. Tafadhali andaa karatasi na kalamu yako. Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kulingana na pinyin, kisha fuatana na mwalimu kuandika. Zhong. Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Guo. Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Ren. Niambie, ipi ni sahihi?
第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami.他 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 是 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Tafadhali sikiliza rekodi na uchague jibu sahihi. 中国人 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个中国人 谁 第一个 谁 他是谁？第一个，他是谁？他是成龙。第二个，他是成龙。哪国人？第二个，哪国人？Kazi ya kufanya nyumbani ya leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见。 Ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo kikosi kuwa na mwisho wake, na kufikia hapa mtazamaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii. Kuomba ni aibu ya kwanza, kunyimwa ni aibu ya pili, na kutangazwa kwamba uliomba ni aibu ya tatu. Ewe Mwenyezi Mungu, tujalie wepesi na tujalie kila lenye kheri katika utafutaji wetu. Mimi ni Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.